Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump wamepongezana katika siku ya ushindi. Msaidizi wa Rais wa Urusi Yuri Ushakov amewaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa, ambapo viongozi hao wawili walitoa salamu hizo kupitia wasaidizi. Marais walishiriki maeneo ya dhati salamu za pamoja kwa sikukuu ya pamoja, sikukuu njema. Ushakov alimwambia mtangazaji wa kituo cha kwanza cha Urusi. Pia Washington haijatoa maoni rasmi kuhusu swala hilo. Siku ya Ijumaa, Urusi imesherehekea makumbusho miaka 80 wa ushindi wa Sovieti katika vita ya pili ya dunia dhidi ya Ujerumani ya Nazi. Siku hii ilikuwa imejaa gwaride za kijeshi na hafla zingine za sherehe nchini kote, ambazo zilipa ushuru kwa ushujaa na dhabihu ya watu wa Sovieti wakati wa vita. Sherehe hizo za mjini Moscow, zikiwemo gwaride la kijeshi kwenye Red Square, zilihudhuriwa na zaidi ya viongozi 30 wa kigeni, wakiwemo wale wa China, Brazili, Misri, Slovakia, Serbia na Uzbekistan. Pia balozi wa Marekani mjini Moscow, Lynn Truss, aliruka hafla hiyo licha ya kupokea mwaliko. Taarifa hii kulingana na TASS. Gwaride la Moscow bado lilihudhuriwa na maveterania kadhaa wa vita ya pili ya dunia wa Marekani, ambao walikuwa pamoja na maveterania wengine wa kigeni, wakiwemo kutoka Mongolia, Israel na Armenia. Siku ya Alhamisi, Trump alitoa taarifa kwa umma kuhusu siku ushindi kwa vita kuu ya pili. Alielezea ushindi dhidi ya Unazi kama ushindi wa mataifa ya muungano, akiangazia jukumu la Marekani na kutotaja kamwe muungano wa Sovieti. Mapema mwezi huu, kauli kama hizo za rais wa Marekani zilizua ukosoaji kutoka Moscow, ambapo siku ya Ijumaa wakati wa hotuba yake kwenye gwaride la kijeshi la kila mwaka huko Moscow, Putin alisisitiza kwamba Urusi inakumbuka mafunzo ya vita vya kidunia vya pili na itakubali kama kupotoshwa kwa matukio yake. Tangu arudi ofisini mwezi Januari, Trump amezisukuma Moscow na Kiev kuelekea kwenye mapatano katika mzozo unaendelea kati ya mataifa hayo mawili, lakini hivi majuzi ametoa sauti ya kufadhaika kutokana na kukosekana kwa maendeleo. Siku ya Alhamisi alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwa mwezi mmoja bila masharti, huku suluhu ya saa 72 ya siku ushindi ilitangazwa kwa upande mmoja na Urusi. Alionyesha matumaini yake kwamba sitisho la mapigano linalokubalika litazingatiwa, lakini akaonya kwamba pande zote mbili zitawajibika ikiwa usitishaji wa mapigano utafikiwa lakini hautazingatiwa.